Na mtazamaji, karibu, tunaendelea na mazungumzo yetu. Bado ni Kelly na wageni wangu hapa studio. Julius, nije kwako wewe. Hapo awali nilikuwa naulizia kuhusu umuhimu ama ni masomo gani muhimu katika vyuo vikuu ambao kidogo yanavutia hata katika soko huwezi kutatizika. Na moja, naamini kwamba kama ilivyosemwa na wataalamu wengi ni kwamba somo la kilimo ama masuala ya kilimo ama sekta ya kilimo ni moja muhimu, kwa sababu rasilimali ziko tayari, hasa kwa mataifa kama yetu ambayo yanaendelea. Lakini pia tunafahamu kwamba muda unakwenda na teknolojia na kadhalika. Tueleze umuhimu wa masomo kama haya ya kilimo na mengine ambayo yanaweza yakatoa ajira ya moja kwa moja, kinyume na masomo mengine ambayo yanaweza kumchukua muda mrefu kabla hajafikia kiwango cha kupata manufaa kutoka skuli au kutoka chuo kikuu. Swali muhimu sana. No. Labda nitavuta upande wangu kwa sababu mimi ni mtaalamu wa kilimo. No. Somo la kilimo ni muhimu kwa sababu kwanza, sisi tukiangalia haswa katika usalama wa chakula, na tuamini kwamba na tufahamu kwamba hakuna tofauti kubwa kati ya usalama wa chakula na usalama wa taifa. Yule ambaye hana chakula inakuwa ni vigumu sana kumdhibiti akiwa na njaa. Kwa hivyo hata serikali inapopanga mipango yake ya kifedha ni vizuri uangazie sana usalama wa chakula. Kwa hivyo somo la kilimo ni somo ambalo linahakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha kupitia uzalishaji. Pili ni kwamba kuna zile teknolojia ambazo tunazitumia zinatoa ajira katika mnyororo mzima, kwa sababu tunafahamu kwamba kilimo ni mnyororo mzima. Kuna wale ambao wanazalisha, kuna wale ambao wanauza, kuna wale ambao wanasindika, kuna wale ambao wengine labda watakuwa kwenye biashara, yani trade, katika swala zima la kilimo na chakula. Kwa hivyo ni somo ambalo liko na ajira kwa mnyororo mrefu sana. Kwa mfano, wanafunzi wanapohitimu, kuna yule mwanafunzi yeye atajikita kwenye tuseme pembejeo za kilimo, mbolea, mbegu na viuatilifu ambavyo tunavitumia kwenye kilimo. Kuna wale wanafunzi wengine ambao atajikita kwenye kutengeneza zile applications, apps ambazo tunazitumia kwenye kilimo. Kuna mwanafunzi mwingine atajikita sana kwenye masoko ya kilimo. Labda kuna mwingine ambaye atakuwa kwenye processing, tunaita kuzindika, na kuna mwingine labda kazi yake itakuwa yeye amekaa pale juu anafanya biashara kwenye kilimo. Kwa hivyo ni somo ambalo linaleta ajira. Namba tatu ni kwamba somo la kilimo pia linatoa malighafi, yani inputs na raw materials kwenye industries zingine. Kwa mfano, ukiangalia wale ambao wanazalisha tuseme unga, wanapata zao la kilimo, labda ni mahindi au ngano. Kwa hivyo tusipohakikisha kwamba tumezalisha, wale ambao wanafanya processing watakosa malighafi, na ndio sababu tunasema kwamba zinategemeana sana. Na vile ukiangalia kwenye somo la kilimo ni kwamba tunapoongezeka kwenye idadi zetu sisi binadamu na Wakenya kwa jumla, tunahitaji chakula. Kwa hivyo lazima tuzalishe na tunaendelea kuongezeka. Kwa hivyo somo la kilimo ni somo ambalo litaendelea kupanuka. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaongezeka kwenye idadi zetu, tunahitaji chakula, tunahitaji na yale mambo mengine ambayo sisi kama binadamu tunatafuta. Kwa hivyo ni sekta ambayo itakuwa inapanuka kila uchao. No. Injinia, nitakuja kwako nieleze kuhusiana na umuhimu wa somo hili na iwapo wanafunzi wengi wamelikumbatia, na ikiwa wamelikumbatia ni kwa sababu gani? Kwa sababu naamini kwamba kila anayekwenda katika chuo kikuu anatamani aidha ajiajiri mwenyewe au aajiriwe. Ina maana kwamba anategemea riziki kutoka kwa lile somo alilosoma. Sasa tunataka tujiulize, kweli kilimo ni chanzo cha kumpa mtu riziki ama namna gani? Lakini kwa kifupi, tunajua nyote mnafahamu kwamba siku ya Alhamisi kutakuwa na uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Olkalau. Mwenyekiti wa tume IEBC anatoa taarifa